Yes, mambo vipi? Young Africans mpaka sasa tayari wao wameshakwisha kutoa statement yao kuhusiana na kile kilichokuwa kinasubiriwa na kutolewe maamuzi juu ya mchezo ulioahirishwa kunako mechi ambayo ilitarajiwa kuchezwa jana siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin, mechi ya dabi ya Kariakoo iliyokuwa inawakutanisha Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club, na mchezo huo haukufanyika, haukuchezwa kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo. Kama jinsi ambavyo najua mchezo uliharibika na ulivurugika, kwa sababu hiyo haukufanyika kwa sababu ambazo zilitajwa, nafikiri unazijua. Basi Young Africans leo tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 wametoa tamko lao kuhusiana na hiki ambacho kinatajwa kwamba TFF watatangaza tarehe ya mchezo huu utachezwa tarehe ngapi, kama jinsi ambavyo jana bodi ya ligi waliweza kutoa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusiana na kusitishwa kwa mchezo huo mpaka pale utakapopangiwa tarehe yake. Basi Young Africans, kutokana na taarifa hiyo iliyotolewa na kamati ya bodi ya ligi, basi wao wamekuja na kauli yao ambayo ilikuwa iko hivi: taarifa kwa umma. Kamati ya utendaji ya Young Africans chini ya Rais Mhandisi Engineer Hersi imefanya kikao cha dharura tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya kimtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka katika sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya kimchezo kama jinsi ambavyo ilielezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Space jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Young Africans na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini na waamuzi, kamishina wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi, klabu ya Simba haikutoa taarifa kuhusu kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili uwanjani katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu kuwa wametumia taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo hawakuwasiliana na msimamizi wa mchezo wala meneja wa uwanja wala timu wenyeji ambao ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Baada ya kuwapo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku hiyo ya mchezo ya tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu, huku kukiwa na taharuki ya wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo. Baada ya tamko hilo la klabu ya Simba, asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mgoto alinukuliwa na vyombo mbalimbali vya habari akiwatoa wasiwasi washiriki na mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika.
Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 ya Machi 2025, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mgoto ilitoa taarifa kuahirisha kwa mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni za uendeshaji wa ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga uliofikiwa. 1. Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. 2. Kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yeyote itakayopangwa. 3. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti Steven Mgoto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo inaomba shirikisho la soka la mpira wa miguu TFF kuvunja kamati hiyo na kuteua viongozi wenye uadilifu na wenye nia njema na maslahi mapana ya mpira wa miguu. Mwisho lakini si kwa muhimu, tunawaomba wanachama, wapenzi na shabiki wa klabu wa Yanga wote duniani waendelee kuwa watulivu wakati uongozi unaendelea na taratibu za kuhakikisha kwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yake zikiendelea. Imetolewa na meneja habari kamati ya uendeshaji Young Africans Sports Club tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Bana, hii hapa ilikuwa ni huu ulikuwa ni msimamo wa klabu ya Young Africans mara baada ya bodi ya ligi kutoa tamko la kuahirisha kwa mechi namba 184 kama jinsi ambavyo ilivyotolewa na kamati ya uendeshaji wa ligi. Kwa hiyo Young Africans wao wakaja na msimamo huu kwamba hawatoshiriki mechi tena, na wao wanajua kwamba mechi hiyo inatakiwa nini kifanyike. Kwa hiyo kwa nukta hiyo Young Africans anahitaji apate alama 3 na mabao 3 kama ushindi. Kanuni zikifuatwa basi Young Africans inatakiwa wapate hicho, lakini Young Africans wameenda mbali zaidi na wamesema kama endapo hayatafanyika haya basi Young Africans watatoka nje ya TFF kwenda kutafuta haki yao. Nje ya TFF ni wapi? Ina maana kwamba Young Africans wataenda kushtaki kafu, ambapo kafu ndo watakuwa waamuzi wa jambo hili. Endapo kama kafu hawataweza kusimamia kanuni na taratibu na sheria zote, basi Young Africans wataenda mpaka FIFA. Lakini je, haya yote yatafika huko? Basi ni kusihi tu kwamba endelea kufuatilia update hizi za michezo ambazo zinakujia kila siku hapa HNT Media, ambapo tunakuletea taarifa za michezo zote ambazo zinaendelea kuhappen na kutendi sana katika mitandao ya kijamii, hasa katika sakata hili ambalo linaendelea kuzua sura mpya siku hadi siku. Bana, mambo yanakuwa mengi. Simba Sports Club wao walikataa kuleta timu uwanjani kwa sababu wamenyimwa haki zao za kikanuni, lakini Young Africans wao wamegomea kucheza mchezo endapo kama tarehe ya mchezo huo itapangwa, hata kama ni wakati mwingine. Basi unaona kabisa hapa mkanganyiko bado unaendelea kuwa mkubwa, na watu wengi wamezidi kuitupia lawama TFF na kamati ya bodi ya ligi kwamba hawajatoa maamuzi sahihi. Nini kifanyike? Basi tilika katika comment yako hapo, niandikie kwa wewe unachokiona kipo sawa. Bodi ya ligi wangefanya nini? TFF wangeamua nini kuhusiana na hili? Na watu wameenda mbali zaidi mpaka kumrushia mabango rais wa shirikisho la mpira wa miguu Wallace Karia kwamba amenyamaza kimya, hajatoa tamko lolote kuhusiana na hili. Yeye anasubiri bodi ya ligi kuu wafanye mchakato na wamalize jambo hili, la yeye atakuja asimamie katika kutoa hukumu ya jambo hili. Bana, kwa muda wote alikuwa nami, na endelea kubaki nasi katika taarifa zijazo ili ujue ni nini kinachoendelea kuhusiana na sakata hili ambalo linazua sura mpya siku hadi siku. Kwa muda wote alikuwa nami, naitwa Dio.